Nasaha 24 TV. على القرآن Yakini sahihi ni ipi? Kabla ya kuzungumzia yakini sahihi ni ipi na sifa za watu wenye yakini, kwanza tueleze kuhusiana na yakini. Yakini ni kitu gani? Al-Allama As-Sa'di katika tafsiri yake anasema al-yaqin huwa al-ilmu at-tammu alladhi laysa fihi adna shak. Yaqini maana yake ni mtu kuwa na elimu timilifu, elimu ambayo haina walau chembe ya shaka ndani yake. Mtu akiwa na elimu iliyokamilika, elimu ambayo haina hata chembe ndogo ya shaka ndani yake, huyu anaitwa kuwa ana sifa ya yaqini. Huyu anaitwa kuwa ni muqin, amepambika kwa sifa ya yaqini. Nini umuhimu wa yaqini katika aqida? Ahamiyatul yaqini fil aqida. Fahuwa abqa darajatil iman. Yaqini katika aqida ndiyo daraja ya juu kabisa ya iman. Yaqin katika aqida inachukua nafasi ya juu kabisa katika imani ya mja, katika imani ya mu'min, katika imani ya muislamu. Mtu ambaye amekosa yaqin, basi huyu huzingatiwa kuwa imani yake ina mapungufu. Ndugu zangu, tukirejea katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara anatutajia sifa za wacha Mungu. Miongoni mwa sifa hizo ni mtu kuwa na yaqin. Alif lam mim, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kataja Allah subhanahu wa ta'ala katika mlolongo na mtiririko wa aya hizi sifa mbalimbali za wacha Mungu, lakini mojawapo wa bil akhirati hum yuqinun. Miongoni mwa sifa hizo ni kwamba wacha Mungu wana yaqin, wana ilmun tamun, elimu iliyokamilika isiyokuwa na shaka ndani yake dhidi ya akhira, kwamba ipo siku mja atakuja kufufuliwa siku ya kiyama na kufanyiwa hesabu ya amali zake zote alizozifanya duniani. In khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun. Al-yaqin. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yeye anasema al-yaqinu min al-iman kadhuhi min al-jasad. Yaqin, nafasi ya yaqin katika imani ya mja ni sawasawa na roho katika kiwiliwili. Kama ambavyo kiwiliwili kikikosa roho, basi huyu mtu moja kwa moja anakuwa ni mfu, ndivyo ambavyo imani ikikosa yaqin, basi imani hii inazingatiwa kuwa ni yenye mapungufu au inaweza ikakosekana kabisa. Ndugu zangu, yaqini ina nafasi muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Yaqini ina nafasi ya pekee katika maisha ya Muislamu, na ikikosekana yaqini ndiyo pale maisha ya Muislamu yanakwenda ovyo. Ikikosekana yaqini ndipo pale imani ya mja inayumba. Ikikosekana yaqini, si ajabu mtu kuingia katika shirki. Ukimkuta leo
mwanadamu ameshindwa kuvumilia kutokana na masaibu yaliyompata, ni kutokana na kuwa huyu amekosa yaqini. Ukimkuta leo mwanadamu yupo tayari kufaulisha mambo yake kwa kumtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni wazi ya kwamba huyu mtu amekosa yaqini. Ni wangapi ambao waliamua kujiua kwa sababu alikuwa na mpenzi wake, au kwa sababu alikuwa na mkewe akimpenda sana? Siku yule mpenzi wake au mwenza wake alivyokwenda, ndivyo sivyo akaamua kujiua. Iko wapi yaqini kwa mtu huyu? Ni wangapi leo wanaamini ya kuwa eti mali ili uweze kuizalisha au uweze kuihifadhi na uweze kudumu nayo, basi ni lazima utumie sehemu ya shirki kwa kutumia iman mashaitan, majini, sihri na mengineyo, ndipo mali hii itadumu. Allah ambaye yeye ndiye aliyekujalia mali hiyo ameshindwa kuilinda mali hiyo? Ni wangapi leo ambao wanaamini ili mtu apande cheo au ili mtu apate nafasi fulani serikalini au ili aweze kukilinda kibarua chake ni lazima amshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala? Ukifuatilia matukio mbalimbali ambayo yameendelea kujiri katika nchi yetu, matukio ya kuuawa na kutekwa watoto wachanga, ukifuatilia utaambiwa miongoni mwa mambo yanayochangia hali hii kwa kiasi kikubwa ni imani za kishiriki. Iko wapi yaqini na watu hawa? Na hivi tunavyozungumza tunaelekea katika uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao watu mbalimbali wanajaza fomu kwa ajili ya kugombea nafasi mbalimbali. Lakini watu hawa si ajabu kusikia kuwa wanapigana vikumbo kwa waganga mbalimbali wa kishirikina ili kwenda kutengeneza mazingira ya wao kupata nafasi fulani katika nafasi zinazogombewa huko serikalini. Iko wapi yaqini yako na Allah subhanahu wa ta'ala? Iko wapi yaqini yako na aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Ulama wanatuambia hivi, al-yaqin thalathatu awjuh au thalathatu anwa'. Yaqin ni aina tatu: yaqinu khabar wa yaqinu dilala wa yaqinu mushahada. Yaqin ni aina tatu. Aina ya kwanza ya yaqin, yaqinu khabar, ni mtu kuwa na elimu timilifu dhidi ya taarifa fulani. Wa yaqinu dilala, yaqin aina ya pili ni yaqin ya dilala, kwa maana ya kwamba ile taarifa inapomfikia ndani yake kuna kinacholengwa kwenye ile taarifa, kile kinachojulishwa na kukusudiwa ndani ya ile taarifa, ikiwa utakielewa vizuri 100%, hii inaitwa yaqinu dilala. Kisha yaqinu mushahada ni kukitengenezea picha katika moyo wako, katika fikra zako, kile ulichokiamini kwa 100%, kana kwamba unakiona kwa macho yako. Kama ambavyo kitu ukikiona au tukio ukiliona kwa macho yako, basi hilo utaliamini 100%. Ndivyo ambavyo mtu anapopata taarifa fulani kisha akaelewa kilichokusudiwa na maana iliyopo ndani ya taarifa ile, ndivyo anavyoijengea picha ile maana inayopatikana ndani ya taarifa husika, kwa kana kwamba kile kitu anakiona kwa macho yake. Yaqinu mushahada. Ikiwa hivi ndivyo, na ikiwa hizi ndiyo maana tatu za yaqini, yaqinu khabari yako katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala,
Yaqinu khabari yako katika taarifa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ipoje? Yaqinu dilala ya aya yako ipoje? Msikilize Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje. Qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah subhanahu wa ta'ala anampa muongozo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khitabu kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini makusudio ni sote. Anamwambia Muhammad, sema hivi, Allahumma malikal mulki, ewe Mola wangu wa haki, wewe ndiye mfalme wa wafalme, huwa ufalme wewe ndiye unayeumiliki. Tu'til mulka man tasha, humpa umtakaye huo ufalme. Watanzi'ul mulka mimman tasha, na huo ufalme huondoa na kuuvua kwa umtakaye. Watu'izzu man tasha, humpa izzi na cheo na utukufu na nafasi umtakaye. Watudhillu man tasha, na humbwaga na kumshusha umtakaye. Watarzuqu man tasha bighairi hisab, na wewe humpa riziki, humruzuku unayemtaka pasi na hesabu. Tuliju al-layla fi an-nahar wa tuliju an-nahara fi al-layl, wewe hubadilisha usiku mchana kuwa usiku, na wewe hubadilisha usiku kuwa mchana. Kukosekana kwa yaqini ndipo ilipofikia mahala dunia ikawa na ufisadi. Kila mtu anapupia anachokipupia pasi na kuzingatia misingi ya kisheria. Na lau watu wangekuwa na yaqini, na ikawa yaqini hii wanaifanyia kazi vilivyo, basi pengine jela zisingekuwepo, pengine mahakama zisingekuwepo. Lakini leo ukiona haya yote yanakithiri katika jamii, watu kila baada ya muda fulani wanatiwa ndani. Utasikia mheshimiwa fulani katiwa mbaroni, amewekwa ndani. Almuhimu, ufisadi katika mgongo huu wa ardhi ni watu kukosekana na yaqini. Na Allah subhanahu wa ta'ala katutahadharisha, katuzungumzia hili ndani ya sura Ar-Rum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Na aya mfano wa hizi zipo nyingi mno. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ufisadi na uharibifu umetawala na umeenea na umedhihiri katika mgongo wa ardhi. Hii yote ni kutokana na yale ambayo wanadamu wameyachuma wao wenyewe kwa mikono yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema haya yamedhihiri, lengo nini? Liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, ili aweze kuwaonjesha na kuwagusisha tu waweze kuhisi machungu ya yale ambayo wameyachuma wao wenyewe kwa mikono yao. La'allahum yarji'un, ili waweze kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kweli, ni kweli tunarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kweli ndivyo walivyo watawala. Yanapotokea haya wanapata kuaidhika na kuweza kujirudi. Sivyo. Kwa sababu gani? Ma indahum yaqin, hawana yaqini. Kizungumzia yaqini kama ilivyoelezwa kwenye hutuba, yaqini ndio Uislamu wenyewe, yaqini ndio imani yenyewe, na yaqini ndio utu wenyewe. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza sifa za waja wema
na akazungumza sifa za watu ambao wamewachagua yeye. Miongoni mwayo wako wale ambao wana yakini na kile ambacho wanakifanya. Unajua kuna Uislamu, kuna iman na kuna yakini. Vitu vyote hivyo viko kwenye kapu mmoja. Waislamu tunao wengi sana, lakini Uislamu wa kurithi. Unakuta Muislamu haswali, Muislamu hafungi, Muislamu yuko kwenye machafu na maovu. Waislamu. Lakini ndani ya Waislamu kuna waumini, al-iman. Ni mara chache sana kumkuta mwenye imani akafanya mambo ambayo hayapasi. Imani ni daraja ya juu. Kwa hiyo daraja hiyo inampelekea yeye asifanye maovu, na vile vile inampelekea yeye kufanya mema. Na kama atateleza, anateleza utelezi mwepesi sana kama binadamu, lakini imani inamzuia asifanye mambo mengi sana. Lakini top kabisa yaqini. Sasa yaqini ni kulifanya jambo pasi na shaka yoyote. Unajua kuna ile unaweza kuwa na imani ukasema sijui bwana kama litatokea, yani hata ile shaka tu kidogo hiyo. Kwa mtu mwenye yaqini hana hilo. Lolote linalomtokea kwenye maisha yake ana yaqini, tena aina al-yaqin, sio tu kwa kuona, ni jicho la yaqini. Kana khatibu leo kwenye hotuba yake alichozungumzia ni kwamba kuwa na yakini inasaidia mitihani mingi. Kuwa na yakini, masahaba zetu huko nyuma walishapata mitihani mikubwa, lakini kuwa na yakini na kujikita kwa Mwenyezi Mungu iliweza kuwasaidia kuwa na imani zaidi, mitihani kuwa mepesi. Hivyo basi tunahusiwa na sisi hapa kuwa na yakini, kuwa katika kamba Mwenyezi Mungu. Hivi binadamu wengi tuko dhaifu, hasa Waislamu tuko dhaifu, lakini hivi tumehusiwa tuzingatie kuwa na yakini katika maisha yetu, hata katika ibada zetu. Ni misingi ambayo Muislamu au muumini akishikamana nayo ni misingi ambayo kumpandisha daraja ya juu na kufikia katika malengo ya uchamungu. Na uchamungu akishafikia Muislamu au muumini katika hali hiyo, manake ni dalili tosha ya kuwa Muislamu anakuwa hatetereki kwa jambo lolote katika maisha ya dunia. Nashukuru kwa Allah kwa hotuba ya leo juu ya yakini, kwani Waislamu wengi wamekuwa hawana yakini, na kiufupi leo kazungumzia yakini kwa ndani zaidi, kwani yakini ukiwa nayo hata imani inaongezeka. Na yakini, miongoni mwa vitu vinavyoonyesha yakini yako ni kuzungumza mambo ya ukweli na kuwa na elimu ambayo inakufikia na mabadiliko juu yako wewe. Kwa mia pala aliponigusa kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, lakini watu watafanya mambo ya ajabu ili wapate uongozi. Huko ni kukosa uyakini. Kwa hiyo Waislamu hatutaki tuishi katika hali hiyo. Tumtegemee Mwenyezi Mungu, anasema tawakkul ala Allah, tumtegemee Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Tumshukuru Mwenyezi Mungu na pia tushukuru kwa huo wema aliotujalia Mwenyezi Mungu. Kwa sababu yote ni mitihani. Unaweza ukapata mtihani, ukawa mtihani, ukapata wema, ukawa mtihani pia, kutokana na hicho ulichojaliwa na Mwenyezi, ulichopewa na Mwenyezi Mungu. Tumekuwa tuna swali kwa mazoea, lakini tumekuwa hatuswali kwa ile yakini kwamba Mwenyezi Mungu ndio ameamrisha kwamba sisi tuswali. Na baada ya kuswali Mwenyezi Mungu ametuahidi nini? Umeona bwana? Kwa hiyo hii hali kutokuwa na yakini ndio imetufanya kwamba watu kufisidika. Mtu anaswali lakini bado ana mambo yake ya kishirikina, anairizi kiononi, anafanya mambo yasiyofaa.